Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Juma hili tumeangazia somo la pili, somo linalosema sababu za kushukuru na kusali. Hii ni Januari 9, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Wengi hawawezi kuweka mipango thabiti kwa ajili ya wakati ujao. Maisha yao ni ya kubadilika. Hawawezi kutambua matokeo ya mambo, na hili mara nyingi linawajaza wasiwasi na msukosuko. Hebu tukumbuke kwamba maisha ya watoto wa Mungu katika ulimwengu huu ni maisha ya wasafiri. Hatuna hekima ya kupanga maisha yetu wenyewe. Si juu yetu kupanga maisha yetu ya wakati ujao. Kwa imani, Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako. Waebrania sura ile ya 11 aya ya 8. Kristo katika maisha yake hapa duniani hakupanga kwa ajili yake mwenyewe. Alikubali mipango ya Mungu kwa ajili yake. Na siku baada ya siku, Baba alifunua mipango yake. Hivyo, tunapaswa kumtegemea Mungu ili maisha yetu yawe utimilifu sahili wa mapenzi yake. Tunaposalimisha njia zetu kwake, ataongoza hatua zetu. Watu wengi sana katika kupanga kwa ajili ya maisha mazuri sana ya wakati ujao wanashindwa kabisa. Mruhusu Mungu akupangie. Kama mtoto mdogo, tumainia uongozo wa yeye ambaye atailinda miguu ya watakatifu wake. Samueli wa kwanza sura ile ya 2 aya 9. Mungu kamwe hawaongozi watoto wake tofauti na ambavyo wangechagua kuongozwa. Ikiwa wangeweza kuona mwisho tangu mwanzo na kutambua utukufu wa kusudi wanalolitimiza kama watendakazi pamoja naye. The Ministry of Healing, ukurasa wa 478 na 479. Maswali ya kujadili. Tafakari kuhusu juma lililopita na uorodheshe mambo unayoshukuru kwayo. Je, unaweza kuwa na mengi zaidi ya kushukuru kwayo kuliko unavyotambua? Swali la pili. Tafakari zaidi sentensi ya mwisho ya nukuu ya Ellen G. White hapo juu. Hilo ni tamko lenye nguvu sana la imani. Unawezaje kujifunza kumtumaini Mungu kwa namna ya ndani kiasi hicho? Swali la tatu. Kwa kuzingatia Wakolosai sura ya kwanza aya ya 6 na aya ya 23, jadili kauli ifuatayo. Kwa muda wa miaka 40 kutokuamini, manung'uniko na uasi viliwazuia Israeli ya kale kuingia katika nchi ya Kanaani. Dhambi zile zile zimeichelewesha Israeli ya sasa isiingie katika Kanaani ya mbinguni. Katika matukio yote haya mawili, hakuna hata tukio moja ambapo ahadi za Mungu zilikuwa na makosa. Ni kutokuamini, kufanana na ulimwengu, kutojiweka wakfu na ugomvi miongoni mwa watu wanaodai kuwa ni watu wa Bwana ndivyo vimetuzuia katika ulimwengu huu wa dhambi na huzuni kwa miaka mingi. Kama kanisa la Kristo lingefanya kazi yake iliyopewa kama Bwana alivyoagiza, ulimwengu wote ungekuwa umeonywa kabla ya hili
na Bwana Yesu angekuwa amekuja katika dunia yetu kwa uweza na utukufu mwingi. Ellen G. White, Last Day Events, ukurasa wa 30 na 31. Ni kwa njia zipi tunaweza kuwa na hatia ya mambo yale yale leo? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Januari 9, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Na kwa nukta hiyo tunakuwa tumefikia tamati ya somo hili la pili robo hii, somo linalosema sababu za kushukuru na kusali. Ikiwa Bwana atatupatia nafasi, juma linalofuata tutajifunza uzima na mauti. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.